Ndugu msikilizaji na unayenitazama, karibu katika kipindi cha tafakari ya neno la Mungu. Jana tulijifunza kwa habari ya kutengeneza moyo wako mbele za Mwenyezi Mungu. Narudi tena kwako kusema na kusisitiza ya kwamba kipindi hiki cha mfungo ambao sisi tunafunga, ni muhimu sana kutengeneza moyo wako mbele za Mwenyezi Mungu. Ni muhimu sana kutengeneza moyo wako mbele za Mwenyezi Mungu. Kipindi hiki cha mfungo ni kipindi cha matengenezo yako ya moyo. Utengeneze moyo wako, wala sio vitu vingine. Injili ya Mathayo Injili ya Marko sura ile ya 7 kuanzia mstari wa 21. Tusome Injili ya Marko sura ya 7 ule mstari wa 21. 21 inasema ya kwamba, Marko 7:21, kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoka mawazo mabaya, uasherati, wivi, uuaji, uzinzi, tamaa mbaya, ukorofi, hila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi, upumbavu. Haya yote yaliyo maovu yatoka ndani nayo yamtia mtu unajisi. Mungu alibariki neno lake. Amen. Kwa hiyo unaona ujumbe wa Bwana wetu Yesu Kristo, anazungumza na watu wake, anazungumza na sisi leo. Huyu Yesu ambaye sisi leo wa Kristo ambao tuko katika mfungo wa Kwaresima, huyu Yesu ambaye alikwenda msalabani, akafa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu na maovu yetu, anazungumza, anasema, maana ndani ya moyo ndipo yanapotoka haya yote yaliyotajwa. Ametaja yanatoka uasherati, unatoka ndani ya moyo. Wivi unatoka ndani ya moyo. Hila inatoka ndani ya moyo. Ufisadi inatoka ndani ya moyo. Kijicho, matukano vinatoka ndani ya moyo. Tamaa mbaya zinatoka ndani ya moyo, na upumbavu na kiburi vinatoka ndani ya moyo. Kwa hiyo kipindi hiki cha mfungo ni muhimu sana kutengeneza moyo wako kuliko vingine vyovyote. Kufunga kwako hakutakupa matokeo kama moyo wako hautautengeneza. Amesema, kwa maana ndani ya mioyo ya watu, mimi naizungumza hapa ndani ya moyo wangu, wewe unanitazama ndani ya moyo wako, kwa namna ambavyo ulivyo, kwa nafasi ambayo ulivyo, kwa namna ulivyo, ni kichaa sio kichaa, ndani ya moyo wa mwanadamu yoyote ndipo anapotoka mabaya. Kwa hiyo hiki ni kipindi cha kutengeneza mioyo yetu mbele za Mungu kuliko kutengeneza vitu vingine. Kama kufunga kwako hakutakupa matokeo, matengenezo ya moyo, kufunga kwako ni bure. Umelitesa tumbo, umelisumbua tumbo tu. Hautakiwi kulitesa tumbo. Unatakiwa ufunge, lakini utese moyo wako kwa kujutisha katika dhambi. Moyo wako ingie katika majuto ya dhambi. Kipindi hiki ni kipindi cha kutengeneza moyo. Tengeneza moyo wako mbele za Mwenyezi Mungu kuliko kutengeneza mwili wako. Kutesa mwili, kutokula asubuhi mpaka jioni, hiyo haitakusaidia kama haitakupa mabadiliko ya moyo. Ndani ya moyo wako unatoka upumbavu. Ndani ya moyo wako inatoka kiburi. Ndani ya moyo wako inatoka tamaa mbaya. Ndani ya moyo wako unatoka ukorofi, wizi, uuaji. Mungu anataka utengeneze moyo wako kuliko vingine unavyovitengeneza. Anaandika Sulemani katika Injili, katika kitabu chake cha Misali ile sura ya 4. Sulemani anaandika ile sura ya 6, Misali sura ile ya 6 mstari wa 18. Moyo uwazao mawazo mabaya, miguu iliyo miepesi kukimbilia maovu. Kwa hiyo moyo ndio chanzo cha mabaya, alafu miguu inakwenda, moyo unapeleka miguu kwenye maovu. Mungu akusaidie kutengeneza moyo wako siku ya leo. Amen. Tuombe. Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbingu na nchi, asante umetupa nafasi hii ya kutafakari, kutengeneza mioyo. Ninamwombea msikilizaji wangu huyu, upe matengenezo ya moyo. Ninaomba utupe matengenezo ya moyo kipindi hiki. Tusiishie kujutisha matumbo, kuyatesa kwa njaa, wakati mioyo yetu bado ina wizi,
ina uuaji, ina hila, ina ukorofi, ina tamaa mbaya, ina upumbavu, ina kiburi. Tunakuomba tuondolee hayo yote ndani ya mioyo yetu katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana na kutakia siku njema na Jumamosi